katika maswali ya msingi. Muulize kwa ufupi, alafu jumla unaweza usiliulize. Asante. Karibu. Mimi swali langu nataka nijikite sasa kwenye swala la ya umma na mambo kama hayo. Ufisadi, ubadhirifu na matumizi mabaya ya madaraka, wizi na mambo kama hayo kwenye utumishi katika swala zima la utumishi katika serikalini. Tunafahamu kabisa kwamba tatizo sugu la ubadhirifu, ufisadi na wizi wa mali za umma bado lipo. Na kuthibitisha hilo, mwenezi tulikuwa tunafuatilizia haya mambo ya kampeni yanaendelea. Mmoja kati ya wagombea wa chama kingine huko, yeye amesema anakwenda kujenga bwawa la mamba Ikulu kwa sababu ya kudumbukiza mafisadi mle. Lakini katika kufuatilizia huko nimegundua kwamba kwa kiasi kikubwa sana mgombea wa Chama cha Mapinduzi kote alipopita huko sijaisikia ajenda hii ambayo bado inawakera wa Tanzania ikichomoza kwa ukubwa kama ilivyo tatizo lenyewe. Sasa je, hili tatizo la ubadhirifu, ufisadi na mambo kama hayo halipo tena, au kwa sasa si ajenda muhimu sana kuelekea kwenye uchaguzi au kuelekea kuchukua madaraka kama kifanyiko kwa mara nyingine tena? Swali langu ni hilo. Asante. Subiri kidogo, tumeweka utaratibu wa mjadala, sio na huku au na kule. Tumesema kwamba kuna jopo linaloshiriki kwenye mjadala, na hili jopo likisha kamilisha tutatoa nafasi kwa umma au watu wengine walioalikwa kushiriki. Kwa hiyo usione kwamba tumekuruka. Mwenezi, tutaomba tuende kwa Goodluck. Karibu. Asante sana mwenyekiti. Kwa haraka ndugu mwenezi, napenda kuuliza kuhusu katiba mpya. Katiba mpya ambayo pia ni moja kati ya ahadi zenu kwenye uchaguzi huu. Tunafahamu kwamba hili limetengeneza mjadala ambao una kama muongo mmoja sasa tangu tulipoanza kufanya attempt ya kubadilisha katiba ikashindikana. Sasa mmeahidi kwamba tutapata katiba mpya tena siku za mwanzo kabisa mkiingia madarakani. Lakini swali langu la vipengele viwili. Ni kuhusu timing. Kuna ambao wanadai mageuzi, wanadai reforms. Okay. Wanaamini kwamba katiba mpya ingetakiwa ipatikane ama hizo reforms zifanyike kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi ili tuende kwenye uchaguzi tukiwa wamoja zaidi. Sasa hilo halijatokea na muda umekwisha. Kwa hiyo sijui hilo unalizungumziaje. Lakini bi yake ni kwamba kuhusu ushirikishwaji. Hii katiba mpya itapatikana vipi? Mtashirikiana vipi na wengine, hasa wakosoaji wenu, ili kupata mawazo yao kwenye kutengeneza hii katiba mpya, ukizingatia kwamba kwa mazingira ya uchaguzi jinsi yalivyo, inawezekana mkajaa bungeni zaidi kama ilivyokuwa kwenye miaka hii 5 iliyopita, na tunafahamu kwamba bunge ndio linatunga sheria na ndio linafanya maboresho kwenye katiba. Asante. Asante kwamba swali la msingi anauliza katiba mpya, mgombea ameahidi ndani ya siku 100. Sasa hiyo ngoma imekaaje? Anauliza hivyo. Joyce Shebe, karibu. Asante kwa nafasi nyingine tena. Mheshimiwa Mwenezi, swali langu linajikita kwenye masuala ya mapato ya nchi. Tunafahamu kwamba mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia alipoingia madarakani, mapato yalikuwa ni kwa mwezi ilikuwa ni 1.8 trillion, kwa maana ya trilioni 1.8. Lakini mwaka huu Septemba TRA imetutangazia kuwa makusanyo ya mwezi yamefikia trilioni 3.47. Maana yake ni kwamba kuna hatua kubwa imepigwa.
lakini bado wadau ama niseme hata tukiopo sisi waandishi wa vyombo vya habari tumekuwa tukichallenge serikali ya CCM kwamba ni lazima itafute vyanzo vipya vya mapato, lakini wakati huo huo pia kuangalia ama kuziba mianya ambayo inapelekea pengine serikali isiweze kukusanya mapato yake kikamilifu. Sasa wakati akiingia Daktari Samia miaka 4 iliyopita, kulikuwa na migogoro kwa maana ya wafanyabiashara, lakini pia kulikuwa na migogoro kwa maana ya TRA na walipa kodi. Watu walikuwa wanaopti kufunga maduka ama kufunga biashara wakikimbia TRA. Kwa hiyo Mheshimiwa nadhani alichukua hatua ambazo pengine zilisaidia, na ndio maana tunaona haya matokeo kwamba wafanyabiashara waliundiwa kamati zao, wakafanya mikutano yao, na mwisho wa siku wakafika makubaliano pamoja na Mamlaka ya Mapato Tanzania. Lakini sasa nataka kufahamu, mkipata ridhaa kama Chama cha Mapinduzi cha kuongoza nchi, mnafanya nini ili kuhakikisha basi mapato haya yanaongezeka? Lakini pia na migogoro hii mtatumia njia zipi ili iendelee kupungua? Kwa sababu mwisho wa siku Tanzania haiko kisiwani. Vijana wengi hawana ajira, wanategemea wajiajiri. Kwa hiyo tunategemea TRA ije na mifumo rafiki kuvutia vijana wengi waweze kujiajiri na waweze pia kuchangia kulipa kodi. Je, nini mtafanya iwapo mtapata ridhaa kwa mara nyingine? Asante. Asante sana kwamba mapato yameongezeka. Mwezi wa 9 TRA imekusanya trilioni 3.47. Karibu. Asante sana mwenyekiti. Ndugu Mwenezi, kihistoria Tanzania imekuwa na uhusiano mzuri au uhusiano mwema na mataifa mengi duniani. Tumeona Afrika mpaka Ulaya, tumeona Asia mpaka Amerika ya Kusini, tumeona Amerika ya Kaskazini mpaka Australia. Sasa miaka 4 Dkt. Samia Suluhu Hassan akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameweka nchi katika nafasi gani kidemokrasia, na yapi matarajio ya miaka 5 ijayo endapo atashinda muhula wa pili? Asante sana. Asante sana. Kwa kweli tunakwenda vizuri sana. Lambert, nilikuona. Karibu huko, maana watu wa kamera watalazimika kuzunguka. Asante sana. Mimi naitwa Lambert ndugu Mwenezi. Wakati ukizungumza hapa umegusia vizuri sana kuhusiana na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Tangu aingie madarakani ametekeleza miradi mbalimbali mikubwa ya kimkakati, ikiwemo bomba la mafuta kutoka kule Hoima Uganda hadi Chongoleni Tanga. Nilikuwa napitia hapa pia umezungumzia kidogo kuhusiana na masuala ya gesi. Tunajua kule Lindi ile gesi asilia, ujenzi wa reli ya kisasa SGR na mambo mengine kama hayo. Sasa swali langu la msingi ni kwamba iwapo mtapata ridhaa, kwa maana ya Mheshimiwa Rais Samia atapata ridhaa, ni mkakati gani mahususi unawekwa kuhakikisha kwamba miradi hiyo kwanza inakamilika kwa wakati ambayo bado haijakamilika, lakini kwa ufanisi wa kiwango gani, na namna ambavyo itawanufaisha Watanzania moja kwa moja? Kwa sababu kumekuwa na fikra au mitazamo kwamba miradi mingi inayotekelezwa, tuna uchumi wa vitu kwa maana ya vitu makubwa, lakini uchumi wa watu mfukoni haupo sawa. Sasa ni vipi tutafanya kwamba uchumi wa vitu uende kubadilisha maisha ya watu moja kwa moja? Asante Stanislaus. Lambert, Ivona, ni nusura nikusahau. Karibu sana. Kamuntu, niishia alipoishia Lambert kwenye miradi hii mikubwa, pamoja ya kwamba utajibu kuhusu fursa na mikakati na mipango, lakini ningependa kujua kwa namna gani hiyo kasi ya uwekezaji inaendana na utoaji wa elimu kwa umma, namna ambavyo itatunza hiyo miradi. Kwa sababu kuwa nayo ni jambo moja, kupata hizo fursa jambo lingine, lakini kwa namna gani wananchi wanahamasishwa kuitunza. Ningependa kujua
chama kinafanya nini kwenye hilo. Lakini pia ningependa kukumbusha mwenezi katika swali la Lambert la Chadema aliuliza pia chama gani mnaona ni pinzani kwenye mtiririko huu wa kampeni. Naomba pia ningepata majibu. Asante sana. Sasa wa mwisho katika mzunguko huu atakuwa Scholastica Mazura. Karibu. Mwenyekiti, nikushukuru sana na mwenezi. Scholar ni Mazula, sio Mazura. Yes. Katika kampeni ambazo zimekuwa zikifanyika kwa umri wangu, nimeshuhudia kampeni za mwaka huu zimekuwa na kundi kubwa la vijana, watu wazima wakiibuka kwenye mitandao, lakini hata kwenye jamii za kawaida wakiwa na lugha chafu kwa viongozi na watu wazima. Chama cha Mapinduzi imejipambanua toka enzi za 5 kwamba mnaenzi wazee, mnaenzi viongozi, kiongozi akikosea kuna namna ya kulifikisha, lakini sasa hivi mambo yamekuwa ni utandawazi. Chama cha Mapinduzi mnaenda nalo vipi hili? Kwa Gen Z amesema, tuna Gen Z, tuna mitandao ya kijamii, lakini kuna namna ya kukosekana kwa nidhamu kwa viongozi ama watu wazima. Chama cha Mapinduzi mnalitolea kwa... Asante sana mwenezi, tukuombe sasa uyajibu haya. Karibu. Sasa ni ili muda la mwisho kuhusiana na Gen Z. Kwanza hizi generation ziko nyingi. Kuna generation S, Gen Z, kuna millennium na kadhalika. Hii inatumika Gen Z ni kwa sababu tu Kenya waliikuza ikawa Gen Z. Ila vijana wa Tanzania uwezi ukasema wana tabia zile. Na hicho unachokisema watu kutoa lugha zisizo na staha kwenye mitandao, moja ni hulka za mtu. Lakini kule kwenye mitandao nyinyi watu wa habari ni wabobezi, ni wanataaluma, wanazuoni wazuri. Mtu mmoja anamiliki akaunti 30. Na ukiangalia zile akaunti zote zinazotukana zina followers 0. Maana yake hakuna uhalisia wa watu hapa. Kwamba ni Juma ameamua kutengeneza akaunti feki labda 100, sio? Hiyo ni yeye sasa. Kwa hiyo huyu atatukana, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba uhalisia unakuwa haupo. Lakini jambo la pili, wanasema mtu mzima akiwa anatukana upaswa kumtukana kwa maadili yetu wa Tanzania. Na mtu mzima akikosea inabidi afanye nini? Achutame. Hilo napo wind up nitalisema kwa kina zaidi. Lakini Gen Z wa Tanzania, mimi ninayeongea hapa ni Gen Z, ila sina matusi. Na humu ndani wapo Gen Z na hawana matusi. Huyu ndugu yangu ni Gen Z lakini ni smart. Kwa hiyo ni hulka ya mtu mmoja mmoja. Sasa inategemea maadili yake alikolelewa yalikuwaje. Maana kijana anayejitambua, kijana mwenye malezi mazuri, kijana mwenye staha, kijana mwenye hofu ya Mungu hawezi kuwa na maadili ya hovyo. Kwa hiyo ni hulka namna gani huyu mtoto amekuwa raised. Hilo ni la kwanza. Lakini jambo lingine kwamba tunazuia vipi? Narudia kusema Watanzania, na umesema mikutano yetu ilikuwa ina vijana wengi. Ni kweli 90% walikuwa ni vijana. Sasa kwa nini wanakuja kwenye mikutano? Maana yake moja, wanaamini na kukipenda hicho chama, wana imani na matumaini ya hicho chama. Nitakupa mfano. Vijana wengi unaowaona hapa, wengi wamesomeshwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Wengi wamepata mikopo kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi, waliomaliza 2015, 2010, 2005 wamesomeshwa, mpaka wazee hao wamesomeshwa na serikali ya CCM. Kwa hiyo huwezi kuitenganisha CCM na vijana. Shule wanazosoma leo vijana hawa zimejengwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, ambapo kupitia sera ya elimu
ndio matunda, wameweza kujua mambo, wameweza kuandika mitandaoni. Kwa CCM haiepukiki kwa makundi yote, hilo ni jambo lingine. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi ni baba. Baba ukiwa nyumbani, watoto wakiwa wanakosea, kazi yako ni kuwaita na kuwafundisha na kuwaonya kwa upendo, waelewe. Sasa mtu asipoelewa kidogo unamchapa kiboko, kwamba na Biblia imesema msiwanyime watoto nini? Sio maneno yangu, sio? Kwa hiyo sisi ni walezi wa vyama vyote. Lakini kuna kiongozi hapa ameuliza swali kwamba mshindani wetu sisi ni nani? Chama ambacho tunashindana nacho. Jamani, vyama vyote sisi tunashindana navyo. Sisi hatuna chama specific ambacho tunashindana nacho. Vyote vilivyoshiriki uchaguzi, nguvu yetu tunaitumia ya 100% kuomba kura na kushughulika na kero za Watanzania. 95 kulikuwa na NCCR, CCM ilishinda, si ndio jamani? 2000 walikuwepo kafu wana nguvu, Chama cha Mapinduzi kilishinda. 2005 kafu hiyo ilikuwa ina nguvu, tukashinda. 2010 Chadema nao walikuwa na ushindani, tulishinda. 20 tumeshinda, 25 tunashinda. Hakuna chama ambacho CCM tunasema kinatutingisha, hakipo. Kwa sababu hivi vyote tumevizaa wenyewe. CCM imezaliwa mwaka 77. Chadema, NCCR, sui nini wamezaliwa 92. Sisi ni baba na ni babu yao. Kwa hiyo lazima tuendelee kufundisha siasa, kulea siasa na kuhakikisha amani na usalama wa nchi unakuwa na utulivu wa hali ya juu. Hiyo ni kazi ya CCM. Kwa hiyo CCM ikitukanwa, sisi hatushangai. Hivi kwa ukubwa wa CCM isitukane? Mama amenisaidia hapa. Mmezaa watoto majumbani kwenu, wazazi mlioko hapa. Kila mtoto uliyemzaa na tabia yake, uongo kweli? Wengine mpaka wanawatukana wazazi mnao. Lakini mmesema hawa sio watoto wetu. Mtoto akinyea mkono haukatwi. Kwa hiyo tutaendelea kuwa baba wa demokrasia, tutavilea vyama vyote na kazi na utu utasonga wapi? Mbele kwa spidi kubwa chini ya mgombea wetu wa urais. Kwa hiyo hatuna chama ambacho sisi tunasema mshindani wetu. Vyama vyote tunashindana navyo na vyote tutavishinda, na wao wenyewe wanajua. Na tutashinda kwa nini? Kwa sababu ilani yetu inatekelezeka. Tuliahidi umeme pale Julius Kambarage Nyerere Rufiji, tumekamilisha. Chama cha Mapinduzi kikaahidi SGR, imekamilisha. Iliahidi Kigongo Busisi, limekamilika. Tumeahidi ujenzi wa meli Ziwa Victoria, inafanya kazi. Tukaahidi ujenzi wa barabara, zinajengwa. Watanzania wanatuchagua kwa kazi yetu, sio kwa namna nyingine. Kwa hiyo kwa kifupi niishie hapo kwenye haya masuala ya kwamba tunashindana na nani. Lakini mkumbuke waandishi wa habari kwamba chama chochote kinachoshiriki uchaguzi, sisi tunatumia nguvu ile ile ya miaka yote kuomba kura kwa Watanzania. Hatudharau chama chochote. Jambo lingine, imeongeleka swala la rushwa na ufisadi, kwamba hamjasikia mgombea akizungumza. Inawezekana kumbukumbu haziko sawa sawa. Mgombea amekemea masuala ya rushwa, amekemea masuala ya ufisadi, na kuthibitisha hilo zaidi, ukisoma katiba ya Chama cha Mapinduzi na ukisoma ilani ya uchaguzi ya CCM, sehemu ya pili kifungu cha 47 imeeleza wazi jinsi ambavyo tunakwenda kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa na mifumo ya rushwa. Mfano, taasisi kama TAKUKURU ilianzishwa chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, sio chama kingine, na ile ndio inayohusika na kuzuia na kupambana na rushwa. Ukienda kwenye haki za binadamu, nchi yetu inaheshimu haki za binadamu, na serikali imekuwa ikichukua hatua kwa wezi, wabadhirifu
na wala rushwa na wengine wamefungwa, na nyinyi mnajua. Kazi ya CCM katika rushwa ni kukemea rushwa. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema rushwa ni kansa. Tangu utawala wa awamu ya kwanza kulikuwa na rushwa mpaka ikapewa jina inaitwa nini? Kansa. Mwalimu alipambana, Mzee Mwinyi amepambana, Mzee Mkapa amepambana, Mzee JK amepambana, Mzee Magufuli akiwa na mgombea mwenza Dr. Samia Suluhu Hassan wamepambana, na leo mapambano yanaendelea ya kupambana na vitendo vya rushwa. Kwa hiyo akisimama mtu akasema hatuoni, hakuna hatua zinachukuliwa, hatua zinachukuliwa. Hatua zinachukuliwa. Na ndio maana leo kwa kuziba mianya ya rushwa, kuna mtu hapa ameongelea kwamba tunaona mapato awamu hiyo kabla miaka minne ilikuwa ni 1.8 trillion. Sasa hivi tunaona ni 2.47 trillion. Sio hiyo tu, Disemba ilikuwa ni 2.5 trillion. Baada ya mianya ya rushwa kufanya nini? Kuzibwa na kudhibitiwa. Mifumo, Dr. Samia alikuwa anasema kila mara, mifumo nataka isomane. Ndio mapato haya ya trillion zaidi ya 2.5, 3.5 yanapanda kila siku. Kwa nini? Rushwa imedhibitiwa. Leo tunaongelea miradi inakamilika kwa wakati. Kwa nini? Kwa sababu rushwa imedhibitiwa. Zamani mradi unaweza kaenda halmashauri, hakuna usimamizi mzuri, hela imefika, jengo halijaisha. Sasa hivi hela inapelekwa kwenye shule, madarasa yanajengwa, yanaisha kwa wakati, watoto wanasoma madarasani. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kwenye rushwa inakemea rushwa kwa 100%. Kwa hiyo hilo ni watoe hofu ndugu zangu kwamba tutaendelea kusimamia nidhamu ya fedha ya serikali. Tutazidi kuchukua hatua kwa wabadhirifu na wezi. Na ukisoma ripoti ya CAG ya mwaka huu, makosa na mapungufu yamepungua kwa 1% tofauti na kipindi cha nyuma. Maana yake ni kwamba serikali ipo kazini, na sisi kama chama wajibu wetu ni kuisimamia serikali ifanye kazi ambayo imetumwa na chama kupitia ilani ya uchaguzi. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni jambo lingine. Lakini hoja nyingine hapa, na mfano mwingine mdogo nilikuwa nimeandika hapa.